فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. أحبة وأحباب رسول الله، عباد الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته كثيرا ومتعددا. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما عنوان خطبتنا اليوم التربية على الوعي الذاتي للمسؤولية الزوجية. Baada ya utangulizi huo na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na yusia nafsi yangu kama ambavyo nazihusia nafsi zenu pia katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile maudhui yetu kwa muda huu, kwa dakika hizi chache za hutuba yetu, biidhnillahi tabaraka wa taala, tutazungumzia malezi ya kujitambua, malezi ya kujitambua katika majukumu ya kindoa, malezi ya kujitambua katika majukumu ya kindoa. Kwa nini ikhtartu hadha almawdu'? Kwa nini nimechagua maudhui hii? Hunaka asbabu idda, kuna sababu nyingi sana lau kama ningeamua kuzizungumza, lakini tutosheke na chache kwamba watu wengi hawajui majukumu katika ndoa zao. Si wanaume, si wanawake. Kuna ambao wanaingia hawajui majukumu yao, na kuna ambao wako ndani hawajui majukumu yao. Lakini pia sababu nyingine ni kwamba kuna baadhi ya watu wameanza kuponda na kuona kwamba maisha ya kindoa sio maisha mazuri sana kama kuishi bila ndoa. Yani kuna watu wameanza kujeruhi, kuona ya kwamba ni bora uishi bila mume. Wako wanaoitwa masingle mother, kwamba wao waishi bila kuolewa, kwamba hayo ndio maisha bora kuliko maisha ya kuolewa. Na wako wanaume nao wanaonekana kwamba wameteseka kwenye ndoa zao, wakawa wanaishi pia kisingosingo, kwamba hawataki kuingia tena katika maisha ya kindoa. Na mpaka imefika mahala wanaume nao wanadai dawati la kujadiliwa kwamba wao wasaidiwe juu ya matatizo yao,
kwamba wako wanaume wanaochapwa na wake zao, wanaopigwa na wake zao, mpaka kuhitajia kwamba serikali iingilie kati kuwatetea hao wanaume wanaochapwa. Bila shaka hili litakuwa linaonesha wazi ya kwamba kuna watu hawajitambui na kuna watu hawatambui nafasi zao. Na ndio maana tunaamua kuzungumza, kuikumbusha jamii, kuwaelekeza wale ambao hawajaingia wafahamu ya kwamba kuingia katika hili ni katika uchamungu. Kuolewa na kuoa ni katika uchamungu. Walienda watu watatu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, wakauliza kunako ibada za Mtume, kuwauliza wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Walivyoelezwa ibada za Mtume sallallahu alayhi wasallama, wakatoka na azma, kila mmoja akawa na azimio lake. Mmoja akasema, ana asumu wala uftiru, mimi nitafunga na sintokaa nifungue. Mwingine akasema, wa ana usalli laila wala arqudu, mimi nitakuwa nasimama usiku sintolala hata kidogo. Na mwingine akasema, wa ana a'tazilu nisaa, mimi najitenga na wanawake, sitaki kuoa. Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyozipata habari hizi, alienda akazungumza, akasema, antumul ladhina qultum kadha wa kadha, ninyi ndio wale ambao mmesema kadha wa kadha. Wallahi inni la akhshakum lillahi wa atiqakum lahu, na waapia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi ni mcha Mungu na namuogopa Mungu zaidi kuliko ninyi. Hakuna anayenifikia katika ucha Mungu. Mtume sallallahu alayhi wasallama akawaambia, pamoja na ucha Mungu wangu huo, asumu wa uftiru, ninafunga na baadhi ya masiku ninafungua. Wa aqumu laila, na ninasimama usiku. Wa arqudu, na vile vile napata muda wa kupumzika, nalala, nasimama sehemu ndogo ya usiku. Kadhalika wa atazawwaju nisaa, na mimi ninaoa wanawake, tena sio mke, ni wanawake. Na Mtume alikuwa na wake wengi. Akasema, faman raghiba ani sunnati, faman raghiba ani sunnati, yeyote yule awaye atakayekuwa, awe ni barobaro, awe ni mtu mzima, awe ni mtu wakati na kati, awe akajiita ni mjane, akajiita ni nani, kwamba yeye akawa ameepuka mwenendo huu, hataki kuoa wala kuolewa, falaisa minni, falaisa minni, huyo sio katika manhaji yangu, huyo sio katika mimi. Angalia, huyu ni Rasulullah, ni mtume wa Allah. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama anajitamkia maneno, bali ni wahai, ni ufunuo anaofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema, ambaye hataki kuolewa wala kuoa, huyo sio katika mimi. Ndugu yangu Muislamu, wewe ni mfuasi wa nani?
Haijakatazwa mtu kutoka katika ndoa akatafuta mtu munasibu. Ikiwa alikosea katika kuchagua au alikosea katika kuchaguliwa, Uislamu haujalazimisha ndoa iwe ni ndoa ya milele, na wala ndoa sio jahannam. Na hata jahannamu pia kuna watu watatoka baada ya kutumikia makosa yao, watatolewa katika jahannam. Iweje wewe useme ya kwamba umeingia kwenye ndoa hata kama kuna matatizo, mwenzako amebadilika, hataki tena mfumo wa dini, anataka kuishi kidunia, ukaendelea kung'ang'ania mpaka unajinyonga, mpaka unaamua kuishi maisha ya kinyonge kwa sababu ya kusema mimi sijui kutoa talaka. Huu pia sio Uislamu. Ndugu yangu Muislamu, kujitambua katika majukumu ya kindoa. Nianze na aya moja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ndio muhimili mkubwa wa kuonyesha majukumu hasa ambayo kila mmoja anatakiwa ayajue. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعدوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Akhi al-Muslim, ndugu yangu Muislamu, sikiliza maneno haya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ili utambue na ujitambue na ujifahamu, kwa sababu hakuna kujitambua kama kutumia maneno ya Mungu. Hakuna kujitambua kama kutumia mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ukiishi kinyume na hivi, hata kama ukasema wewe unajitambua au unajielewa, itakuwa unajitambua kinyume na unajielewa kinyume. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Mungu akataja ar-rijalu ni wanaume, na hawataji wanaume isipokuwa ni watu ambao wamefikia baligh, ni watu ambao wanaweza kubeba majukumu. Angalia katika aya nyingi wanatajwa wanaume ar-rijalu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqami sala wa itai zaka. Wanaume ni wale ambao hawapumbazwi, hawashughulishwi na biashara zao na kuuza kwao, kumtaja Allah na kusimamisha swala na kutoa zaka. Hao ni wanaume. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, ni wasimamizi, wamepewa qiwama ya kusimamia wanawake. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din, kwa sababu ya zile ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa baadhi ya watu sifa fulani na akawapa wengine sifa fulani. Sifa za wanaume walizozipewa ni sifa za kuweza kushika madaraka, za kuweza kutawala, za kuweza kusimamia kwa sababu ya akili zao, kwamba wanawake na wanaume wanatofautiana katika akili.
Wanaume katika kupangilia mambo wanaangalia katika jambo kwa mustakbali na kuangalia mwisho wake na hatima yake. Hata hapo anapofanya maamuzi, anafanya maamuzi ambayo yametulia, tofauti na mwanamke ambaye anapofanya maamuzi yanasukumwa na mihemko ya kwake, anafanya maamuzi ambayo yanaishia karibu, hayaendi mbali. Na katika dini, mwanaume ndio mwenye nguvu kidini kuliko mwanamke, ni dhaifu. Mwanaume haingii kwenye siku zake, lakini mwanamke anaingia kwenye siku. Kuna wakati atekelezi dini yake. Hawawezi wakalingana na mwanaume ambaye anafanya ibada kila siku. Mwanaume akapewa jukumu la kutawala, la kusimamia kama vile rais na raia wake. Hajapewa nguvu hii, power hii ya kwamba awe anamdhulumu mwanamke. La, ni katika kutoa miongozo, ni katika kutoa maelekezo kwamba hili lifanyike, hili lisifanyike, na hususan yale ambayo ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, kwa sababu tumewapa wanaume sifa fulani na wanawake pia wamepewa sifa fulani ambazo zinawafanya wao wawe chini ya wanaume. Na sababu nyingine, hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, wabima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya vile wanavyovitoa katika mali zao, katika kuwalisha kwao, katika kuwapa makazi, katika kuwauguza wanapougua na kuwatafutia mahitaji yao. Sababu mbili hizi zinamfanya mwanaume awe msimamizi. Mwanaume yoyote atakapoacha kutoa mahitaji ya kumhudumia mke wake, hata kama mwanamke yule ni tajiri, haitakiwi mwanaume kuwa tegemezi. Wewe ni jukumu lako, lazima umhudumie, na mwanamke anatakiwa apokee kutoka kwa mume wake. Mwanaume ukiacha kigezo hichi ukamwachia mwanamke ndio akuhudumie, umepoteza sifa ya utawala, umepoteza sifa ya kumsimamia mwanamke. Na ijulikane kuna lugha chafu sana ambazo zinapelekea hata ndoa kuharibika. Lugha ya kutumia ya kwamba kuoana ni lugha chafu na ina madhara, bali lugha sahihi nimeoa, na mwanaume ndio anayeoa na mwanamke ndio anayeolewa. Na ndio maana hata katika kufungisha ndoa, mfungishaji wa ndoa anamwambia mwanaume, nimekuozesha binti fulani bin fulani kwa mahari mliokubaliana, na yule anasema nimekubali kumuoa, hasemi tumekubali kuoana. Lugha hii ya tumeoana ndio inaopelekea mpaka wanaume nao wanasawazishwa, wanapigwa vibao kwa sababu tumeoana. Arrijalu qawwamuna ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa yale ambayo wanayatoa katika mali zao. Kwa hiyo mwanamke anapaswa amsikilize mume wake, amtii mume wake, hata kama mume wake ni mbilikimo, hata kama mume wake ni kama ndoo ya lita 10, na maadamu umekubali kuolewa naye, unapaswa kumtii na kumsikiliza. Sio amri ya baba mtu wala ya mama mtu. Hii ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wanawake ambao wanaweza kutawalika, faswalihatu qanitatun hafidhatu lilghaib bima hafidhallah. Wanawake wanaoweza kusimamiwa na hao wanaume ni wanawake wema. Faswalihatu ni wanawake wema, qanitatun tena ni watiifu,
hafidhatu, wenye kuhifadhi, lilghaibi, mambo ambayo Mungu ametaka yahifadhiwe, bima hafidhu Allah. Bwana mmoja anasema wa in salahati qa'idatuhu saluha binauhu biidhnillah fadhfaru bidhati din. Anasema msingi ukitengemaa, msingi ukiwa mzuri, basi na jengo litakuwa zuri biidhnillah. Fadhfari bidhati din, basi wakati wa kuchagua mwanamke wa kuishi naye, chagua mwanamke mwema, chagua mwanamke mwenye dini. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salihah. Dunia ni starehe ndogo, na ili uipate starehe hiyo ndogo ni kupata mwanamke mwema. Ndugu yangu Muislamu, wengi tumeingia katika matatizo kwa sababu hatukuangalia pale mwanzo wakati wa kuchaguana. Ndivyo mtakavyoingia, ndivyo mtakavyoishi. Mkiingia kwa misingi sahihi, mtaishi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ni kawaida. Mtu akifuata kanuni na taratibu, umepata ardhi yenye mbolea na ukaweza kuzingatia msimu na ukaweka mbegu ambao ni sahihi, unatarajia kuvuna kile ambacho ni sahihi. Kwa hiyo hatuwezi kupuuza sababu za msingi tukaamua kuchagua, tukaamua kuchukua yoyote kwa sababu ya kigezo eti nafsi yangu imempenda, moyo wangu umempenda. Ni tangu lini umeambua moyo ndio uwe hakimu, nafsi ndio iwe hakimu? Utateseka na huo moyo wako kama hautofuata taratibu ambazo Mungu anazitaka. Lazima uumie na lazima uteseke na uende ukaikimbia nyumba. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, msingi ukiwa imara, hata jengo linatarajiwa liwe ni imara. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma baada ya kurudi tena kwa mara ya pili, tumesema tunazungumzia malezi ya kujitambua katika majukumu ya kindoa. Kila mmoja atambue nafasi yake, kila mmoja ajijue yeye ni nani. Ikiwa wewe ni mwanaume umeingia katika maisha ya ndoa, unapaswa kujitambua kwamba nafasi yako ni ipi. Na wewe mwanamke ambaye umeolewa, utambue nafasi yako, wewe ni nani katika ndoa, nafasi yako ni ipi katika ndoa. Usije ukachukua nafasi ambayo si yako. Ni sawa na sawa na jicho kuchukua nafasi ya pua na pua ikachukua nafasi ya jicho. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fasalihatu qanitatun hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah. Wanawake ambao ndio wanaweza kusimamiwa, ndio wanaweza kutawalika, ndio wanaweza kutawaliwa, ni wanawake ambao ni wema. Wanawachuoni wanasema ni wale ambao mutiatu
lillahi azza wa jalla, ni wale ambao wenye kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa mutiatu liazwajihin, na wale ambao wanawatii waume zao. Hawa ndio wanawake wema, wanawake wanaotekeleza haki za Mungu na wanatekeleza haki za viumbe, akiwepo mume. Mwanamke anazijua haki za mume wake. Hafidhatu, wakahifadhi mipaka ya Mungu, wakahifadhi haki za mume, akazitunza haki za mume wake. Leo ni wanaume wangapi ambao wamechukua wanawake wakawaweka ndani, wakawatia ndani, wakawapa chakula, wakawapa nyumba, wakawanunulia mavazi, wakawauguza, lakini hawatii amri za Mungu. Ni matariku swala, ni watu ambao wasiojua sheria za Allah. Hata mume akimwamrisha avae hijabu, hataki kuvaa hijabu, anavaa vinguo vya ajabu ajabu, vimtandio vya ajabu ajabu. Huyu si mwanamke ambaye ulipaswa kumchukua na kumweka ndani. Umeweka adui, umeweka mtu ambaye anakuharibia safari yako ya kuelekea akhera. Umeweka mtu ambaye anakuharibia safari yako ya kuelekea akhera, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema faswalihatu, ni wanawake wema wanaomwabudu Allah, wanaotii amri za Allah. Hawa ndio ambao wanastahiki waolewe na watu stahiki. Leo ni wangapi wanataka kuolewa lakini hawana sifa, hawana vigezo. Wanategemea shepu zao, wanategemea rangi zao, kwamba yeye ni cheupe, yeye ana body. Body sio issue. Body haiwezi kudeki wala kuosha vyombo. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wallati takhafuna nushuzahun, na wale ambao mnaogopea jeuri zao. Wanawake mnaogopea jeuri zao, wanajifanya kuwa na wao ni vidume, wanataka kwamba ninyi mfuate amri zao, wasiwasikilize ninyi. Wanatoka bila idhini, wanaenda wanakotaka kwa matashi yao, na hata mume hajui, anakuja kupewa taarifa wakati amerudi. Walati takhafuna nushuzahun, na wanawake ambao mnawaogopea jeuri zao kwa kule kutokutii amri za Mungu, kutokufuata mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, na kuacha mambo yaliyofaradhishwa. Allah akasema fa'iduhun, basi wapeni mawaidha ya kuogopesha na moto wa jahannam na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hilo halijawasaidia, wahajuruhunna fil madwaji', wahameni kwenye vitanda kwa kuwapa mgongo au kutokuwasemesha. Akasema Allah wadribuhun, hatua ya mwisho Allah anasema wapigeni. Na watu wengi wanadhani kupiga ni kupiga tu. Wengi wanadhani ni kupiga tu. Aliulizwa Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, ma darbu ghairul mubarrihi, ni pigo gani ambalo limesemwa na katika hadithi kwamba kupiga kusikoacha au kunakoitwa al-mubarrihi? Ibn Abbas akasema bisiwaki wa nahawihi, kwa kutumia mswaki na mfano wa mswaki. Hii haina maana kumpiga mwanamke kama mnyama, kumpiga mwanamke kama punda, kumpiga mwanamke kama sio binadamu. Hii ni ishara tu ya kuonyesha ya kwamba amekukera zaidi, ndio maana ukampelekea kamswaki, kumgusa na ule mswaki. Hii ni kwa mtu anayejitambua, mtu anayejifahamu kwamba yeye ni mke na anajua amri za Allah na amri za Mtume
Mtume sallallahu alaihi wasallam, anafahamu maneno ya Allah. Hatua ya mwisho ni kuchukua fimbo, ajue ya kwamba ikiwa mume wangu amechukua kitu hichi kunipiga, ina maana nimemkera sana. Lakini leo nafasi hii wengi wanaitumia vibaya. Wako wanaume ambao si watawala, sio wasimamizi, wanatumia kupiga kama kumtisha mwanamke ili amtii yeye, au anamsikiliza yeye kwa kile anachokitaka, kwa sababu ya kibano anachojua atakipata. Atapigwa makofi, atapigwa mangeu, atapigwa mtama. Kwa hiyo akisikia sauti tu ya mwanaume, basi mwanamke yule anakosa amani na raha. Haya pia sio maisha. Allah hajakusudia maisha yawe hivyo. Allah hajakusudia maisha yawe hivyo. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fa in ata'anakum, na ikiwa watawatiini, fala tabighu alaihinna sabila, msiwatafutie visababu vingine ili muweze kuwaacha. Wametii baada ya kufuata taratibu alizoziweka Mungu, alafu ninyi mnatafuta visababu vingine kwamba huyu lazima nimwache tu. Unamnyanyapaa, unamfanyia mafinyo, unamfanyia vitu ili tu kwamba aone mimi lazima nijivue, mimi lazima niondoke. Allah akasema, inna Allaha kana aliyan kabira. Inna Allaha kana aliyan kabira, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni wa juu kuliko wewe mwanaume. Na Allah ni mkubwa kuliko wewe mwanaume, na Allah ana nguvu kuliko wewe mwanaume, na Allah subhanahu wa ta'ala anaweza wakulipiza. Mungu anaweza kulipiza, wa huwa muntaqimu mimman dhalamahunna wa bagha alaihinna. Allah anaweza kulipiza kisasi kwa huyo mwanamke ambaye wewe umemnyanyasa, ambaye wewe umemnyanyapaa, ambaye wewe umemdhulumu, umemfanyia jeuri kwa sababu ya kwamba una nguvu, unaweza kumpiga, unaweza kumfanyia lolote kinyume na utaratibu aliouweka Mungu. Mungu anaweza kulipiza kwako wewe. Allah ameishilia kwenye aya hii na matisho haya na tahadidi hii kuwatisha wanaume wanaotumia ubabe wao, wanaotumia jeuri yao kutaka kuwanyanyasa wanawake ambao ni watiifu, wanawake ambao wanamuogopa Allah na wanamtii Mtume sallallahu alayhi wasallama. Basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye yuko juu zaidi kwa kila jambo. Usisubiri Mungu alipize kwako wewe. Hujui Mungu atakulipizia kwa kitu gani. Ndugu yangu, huu ulikuwa ni utangulizi wa kuonyesha kwamba malezi ya kujitambua katika majukumu ya kindoa yanahitajika kwa wale ambao hawajaingia na kwa wale ambao wako ndani. Wajirekebishe, wazingatie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ndugu yangu Muislamu, kuna haja kubwa wewe kujua misingi na sheria zilizowekwa katika maisha ya kindoa. Binti wa Kiislamu anapaswa kujua mipaka kabla hajaingia katika ndoa. Kijana wa Kiislamu anapaswa kuingia katika maisha ya ndoa baada ya kujifunza maisha ya ndoa ni nini. Usiingie kwa sababu uliona baba ameoa, usiingie kwa sababu uliona mama ameolewa. Huo sio ujuzi, huko ni kuiga. Kwa hiyo hata kama baba yako alikuwa anampiga mama yako, na wewe utaenda kumpiga mke wako kwa sababu ulimuona baba anampiga mama. Ndugu yangu Muislamu, elewa sheria za Allah. Ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Hivi asijue aliyeumba na hali ya kuwa yeye ndio mpole sana na anayo habari za yote. Ikiwa Mwenyezi Mungu amesema ndoa ni jambo bora, haiwezekani wewe binadamu ukaona kwamba kuoa sio jambo la muhimu, kuolewa sio jambo la muhimu. Utakuwa wewe sio Muislamu sahihi.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منه. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون.